huko nje bwana huwa kuna mambo mengi yanaendelea. Na unapokaa na legend kama Mogera, kuna watu wengine wanasema bwana Paul, mbona hujauliza hili swali? Bwana huko nje tunasikiaga bwana kuna kakamati ka ufundi fulani ambako kenyewe kanakuaga pembeni. Kanaambia bwana leo nyie msile marage, leo sijui mtamuona jamaa, unaona leo kanyolewa nywele Mogera. Au unaona kwa sababu bwana kamati ya ufundi ongea fanya. Kweli kuna kamati ya ufundi ama sisi tunabishania tu ujinga huko nje? Kama unavyojua kaka, kamati ya ufundi zipo. Lakini watu wanatafsiri vingine. Kwa nini nasema hivyo? Kwamba kwenye vilabu vyote ndio kuna kamati ya ufundi. Kamati ya ufundi ni wale watu ambao wa ufundi kuangalia timu inacheza vipi. Lakini watu kwetu huku Uswahilini au tuseme Tanzania tukiambiwa kamati ya ufundi basi unajua ni uchawi. Ni uchawi. Yale mambo yapo nje ya kamati ya ufundi. Sawa. Ila tu ni jina wameliweka. Kamati ya ufundi zipo ambao na wanakaa wanajadili kamati ya ufundi kuhusu timu nzima inafanya nini, kuna kitu gani, kuna nini. Hiyo ipo. Lakini sasa sisi Waswahili tumetafsiri vingine tofauti, ndio tukibizana nao. Yale mambo ya Kiswahili katika Kiswahili hapo. Lakini sasa wameipa jina tu kamati ya ufundi. Unajua bwana, watu wakikaa kijiweni, ngoja nikwambie mambo ya mtaani. Kama wataongelea mpira kwa masaa mawili, saa 1:30 wanaongelea tu mambo ya kamati ya ufundi. Hawaongelei mpira kwamba jamaa alicheza vizuri, alikosea hapa, alifanya nini. Wewe kamati ya ufundi bwana walikosea. Bwana itakuwaje, tabiri tuibadilishe, itakuwa hivi, yani hiyo ndo wanaibeba. Mambo ya analysis mpira, actual mpira kwamba nini, ushauri gani, viwango, hiyo wanaongelea mwishoni, dakika za mwisho, ambao sasa mpaka sasa watu wengi wanakuwa